Lakini wengi wenu nyie mnaosha tu nje, lakini ndani mmejaa giza, mmejaa maasi, mmejaa uovu wa namna nyingi, lakini bado ni walokole, bado ni Wakristo, ni wacha Mungu wao. Yaani ndani ya moyo kumejaa mawazo mabaya, uasherati, uzinzi, utoaji mimba na vingine vyote, kumejaa umalaya wa namna yote, lakini eti mimi ni mlokole, mimi ni Mkristo, nampenda Bwana. Hapana, huo ni upagani, huo ni ushetani, ni upumbavu kabisa. Kama huu ndio ulokole, basi ninawasalimu nyote kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini mpo salama na neema ya Kristo inanyi popote mlipo. Ninamshukuru Bwana Yesu kwa kibali hiki ama neema hii ambayo amenineemia kuwa mbele zenu. Niseme ni mchana wa leo naendelea kumtukuza Mungu kwa ajili ya neema hii na upendo wake ambao anaendelea kutuonyesha ama kutupenda sote kwa ujumla. Nimshukuru sana, maana anastahili sifa zote. Imeandikwa, na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa faraja zote, atufarijiae wakati wa dhiki zetu, ili kwamba na sisi tuwafariji wengine ambao wamo katika dhiki. Kwa hivyo nimshukuru Bwana, nimshukuru Mwokozi kwa kila jambo ambalo anaendelea kulitenda maishani mwetu kwa ujumla, maana kuwepo hapa ulipo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sasa nataka niweze kuongea na watu wa Mungu. Nataka niongee na ulimwengu, nataka niongee na ulimwengu mzima, niongee na dunia nzima. Niweze kuongea na wacha Mungu, walokole, watu wa Mungu. Naona njia ya ulokole inakoelekea. Kwa kweli, kama huu ndio ulokole, mimi nadhani kwamba basi wengi wetu watapotea katika njia hiyo. Najua imeandikwa kwenye Isaya 35 mstari wa 8, anasema, na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Imeandikwa kusema kwamba wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Lakini mimi niseme kwamba mjapoonekana wajinga kati ya mataifa, na huzunika kusema kwamba wengi wetu watapotea katika njia hii ya utakatifu. Wengi wetu watapotea, wataonekana wajinga na pia watapotea katika njia hii. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, huyu Mungu tunayemwabudu, tunayemtumikia, sio Mungu wa mazoea. Ni Mungu ambaye hazoeleki, haziakiwi kwa chochote. Lakini bahati mbaya tumekuwa na walokole ambao wanamzoea Mungu. Sasa wanaanza kumzoea Mungu, wanafikiri Mungu ni babu. Eti Mungu sio babu. Kuna wakati unaweza kutania na babu, Mungu ni baba. Mwana umheshimu babaye, na kama yeye ni baba, heshima yake tumetia wapi? Watu wa Mungu, nataka mnifuate kwa makini sana. Nataka mnifuate kwa makini sana. Tumetiwa kuwa mawakili wa Mungu duniani.
Kwa hiyo na kazi ya mhubiri tekelei kila mtu. Kazi ya mhubiri anashughulika na maisha ya watu. Mhubiri kabisa aliyeitwa na Mungu anashughulika na dhambi. Watu waache ubaya ambalo haupendi kutendewa, usimtendee mwingine. Hiyo ndio kazi ya mhubiri. Napinga ubaya katika jamii, hiyo ndio mhubiri. Lakini tumekuwa na watu waovyo sana, na wengine wao ni walokole, kwamba mhubirini Yesu, siwahubiri watu. Mhubirini Yesu alikuwa na hekima, alikuwa mpole, alikuwa mstaarabu, alikuwa tukani watu. Ni watu nye, yaani huyo Yesu mwenyewe amumjui. Yaani moja, amumjui Yesu ni nani. Pili, amujui kutofautisha kati ya kutukana na kusema ukweli. Amjui. Lakini mnatema midomo kwa mirefu, utafikiri watu wa Mungu. Ifike mahala tunyoke. Ifike mahala heshima ya kazi ya Mungu, heshima ya Mungu ifike mahala. Heshima ya Mungu irudi, heshima ya madhabahu. Ulokole sio mdomoni, ulokole ni maisha. Ukristo sio dini. Ukristo ni maisha. Ukristo ni maisha. Unaishi nini? Huo ndio Ukristo. Unafanya nini? Huo ndio Ukristo. Lakini bahati mbaya, watu wa Mungu, tumekuwa na watu ambao, yani nikiwaangalia nasema kwamba na huyu ni Mkristo, huyu anajiita Mkristo. Hapana. Ukristo, yani unaposikia neno Ukristo, tia dini kando. Yani ukisikia Ukristo tia dini kando. Ukristo kuna wokovu alafu kuna dini. Yani mitume hapo kwanza waliitwa Wakristo. Kwa nini waliitwa Wakristo? Kwa sababu walianza kuonekana wakiishi maisha ambayo Kristo alikuwa akiishi alipokuwa hapa chini ya jua, na ndio maana wakaitwa ni Wakristo. Lakini mpaka leo hata mvuta sigara, mlevi ni Mkristo eti. Ukristo umenyoka. Ukristo hautaji makona. Ukisikia Ukristo umenyoka, ni rula, umenyoka hivi. Huo ndio Ukristo. Watu wa Mungu, msiufanye Ukristo ama ulokole uonekane kuwa si kitu mbele ya mataifa. Ninawaambia, msiufanye Ukristo ama ulokole uonekane kuwa si kitu mbele ya mataifa. Tufanye dhambi, tukuchekelee, tukuheshimu, tukuone tu. Yaani uvunje amri, tukuone tu. Umeambia usizini wewe, umeambia usizini, usiwe mzinzi. Lakini mpaka leo hii wengine ni wazinzi. Heshima ya kazi ya Mungu iko wapi? Heshima ya Mungu iko wapi? Huyu Mungu huyu mwana umheshimu baba yake. Nasi Mungu ni baba, sio babu. Mungu ni baba, sio mtani wetu. Mungu ni baba. Heshima ya baba iko wapi? Bwana auliza, enyi makuhani. Eti mimi ni kuhani maisha yangu, kuhani eti. Hebu sikia maandiko. Yaani hapa ndo mtajua kwamba Ukristo ni zaidi ya jina hilo. Yaani ulokole ni zaidi ya jina ulokole. Ukristo ni zaidi ya jina Ukristo. Nianza na kitabu cha Malaki. Leo natumia Biblia yangu hapa, nzuri sana hii. Naipenda sana hii Biblia yangu. Malaki 1, nianze kwenye 6 hadi 7. Kitabu cha Malaki. Anasema, Malaki 1:6 anasema, mwana humheshimu babaye na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu i wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu ki wapi? Bwana wa majeshi
awauliza, ninyi makuhani mnaolidharau jina lake, nanyi mwasema, tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Kwa kutokuzitii amri zake. Umeambiwa usizini, lakini unazini, unamdharau Bwana. Unadharau kinwa cha Mungu, unadharau maneno ya Mungu. Eti hapana, namheshimu Mungu. Unamheshimu Mungu? Kumheshimu Mungu ni kushika maagizo yake. Nampenda Bwana, mimi ni mcha Mungu, mtu wa Mungu. Ucha Mungu sio jina hilo, hapana. Ucha Mungu ni zaidi ya jina. Ucha Mungu ni unaishi nini, huo ndio ucha Mungu. Nampenda Bwana, anipendaye atazishika amri zake. Ampendaye atashika amri zake. Ni mara ngapi umezini? Mara ngapi umesengenya? Mara ngapi umedanganya ovyo ovyo? Mara ngapi unarukaruka na wake wa watu? Na unampenda Bwana, ni mlokole eti, ni mcha Mungu eti. Yaani leo, yaani mimi naambia kwamba yaani inji mhubiri, yaani mhubiri kabisa, mhubiri ushughulika na maisha ya watu. Yaani mhubiri kabisa ni ananyoka hivi ambako pamepinda ananyoosha. Hiyo ndio kazi ya mhubiri. Mhubiri sio kuchekelea watu muda wote, hapana. Mhubiri hatekelei dhambi. Mhubiri ananyoosha mapito, sauti ya mtu aliyetoka nyikani. Anasema kwamba yanyosheni mapito, nyosheni. Yani mhubiri ni ananyoosha. Tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Huyo ndio mhubiri. Mhubiri anatumwa ili kunyoosha mapito ambako pamepinda na nyosha. Sasa hawa wahubiri wa siku hizi, hawa wahubiri wa social media, wahubiri wa ovyo sana hawa. Wahubiri wa zinaa, yani leo nahubiri kesho nazini. Pumbavu kabisa. Shetani kabisa. Eta mimi ni mhubiri, mimi ni mwalimu. Pumbavu kabisa. Ifike mahala huyu Mungu tumheshimu. Ni baba. Kama ni baba, heshima yake iko wapi? Wengi wenu nyinyi wa Kristo, nyinyi wenyewe walokole, nyinyi wengi wenu Mungu amheshimu. Mnamheshimu tu wakati wa maombi. Kwa mavazi tu, mnavaa makanzu virefu, utafikiri kanzu ndio huduma. Utafikiri kanzu ndio ucha Mungu, ndio ulokole. Pumbavu kabisa. Wengi wenu ni wazinzi, ni washarati. Nyinyi ambao mnavaa makanzu, nyinyi wengi wenu ni wazinzi, ni washarati, ni mashetani kabisa. Ifike mahala huyu Mungu tumheshimu, tumpe heshima Mungu. Unaambia usibe unaiba, alafu tu tukuchekelee tu tukuache? Hapana. Ifike mahala kazi ya Mungu inyoshe, yani tunyoshe ambako pamepinda tupanyoshe. Kama ulikuwa hivi, tunakunyosha hivi, unanyoka hivi kama rula. Sio mnakaa. Ninawaambia mwaka huu mtalia sana. Yaani huu mwaka sio kumchekelea yoyote ambaye anajiita Mkristo tu, hapana. Ukristo sio jina. Nadhani mimi nitakuwa ni huyo hapa. Sikia hapa. Mimi nitakuwa ni huyo. Nifungue kitabu cha Yeremia 15:10 pale. Mimi nadhani mtakuwa ni huyu tu. Mtakuwa ni huyu. Yaani hata kama nitashindwa kuwa huyu, lakini walau tu ndio nimejaribu kuwa huyu. Sikia hapa. Kitabu cha Yeremia 15:10 anasema, ole wangu mama yangu, kwa kuwa umenizaa mtu wa kuteta na mtu wa kushindana na ulimwengu wote na dunia yote. Yaani niko sehemu zote, iwe ni Afrika nipo, Marekani nipo, sehemu zote. Alimade mnagundua kuna ubaya unaofanyika, lazima nitafungua kinywa niseme chochote kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya kunyosha palipopinda panyoshwe. Yaani mimi niko nani, nitahubiri chochote nichonacho na hubiri. Mwaka huu sio mwaka wa kuangalia wewe una cheo sijui nyie watu nyie. Kanisani kwenye Ukristo sio kichaka cha wazinzi, sio sehemu ya wanyang'anyi, sio sehemu ya wapagani. Ndio mtajua sasa. Nasema mnatenga watu, mhubiri Yesu. Tumhubiri Yesu. Yesu akutukana watu. Huyo Yesu ambaye kutukana watu tutamwangalia. Yesu alikuwa na hekima, alipenda watu wote. Yeye mnahubiri injili ya wapi? Mhubiri Yesu. Mhubiri Yesu
hivi huyu ndio Yesu, tunamhubiri Yesu hivi. Yaani huku ndiko kumhubiri Yesu. Huku ndio kumhubiri Yesu. Huku ndio kumhubiri Yesu. Yaani wewe mhubiri Yesu kwingine kokote, lakini huku ndio kumhubiri Yesu. Ndio mhubirini Yesu. So alikuwa mpole, alipenda watu wote, hakutukana mtu. Aise. Aise. Inakuwa ni shida sana. Huu ni msiba. Huu ni msiba kwa jamii ya waaminio. Huu ni msiba. Huu ni msiba. Huu ni msiba. Huu ni msiba eti. Huu ni msiba. Huu ni msiba. Huu ni msiba. Hii ni shida. Yaani ulokole kuonekana kwamba ni kitu chepesi sana. Huu ni msiba. Huu ni msiba kwa jamii ya waaminio. Huu ni msiba. Mwaka huu lazima nishughulike na watu. Yaani sio mwaka wa kumchekea mtu yeyote. Huu ni mwaka kuhubiri neno la Mungu. Fike mahala heshima ya kazi ya Mungu irudi. Yesu hakutukana watu, alikuwa mpole tu. Aliwahubiri yaani Yesu alihubiri Injili, hakuwahubiri watu. Yewa leo hatujui mnahubiri nini. Mtajua tu. Mtajua tunahubiri nini. Yaani mtajua tunahubiri nini. Yaani mtajua tunahubiri nini. Hii ndio Injili yenyewe. Ufanye dhambi alafu waachwe eti. Yaani tukuache tu. Yaani tukuchekea, yaani tukuchekee. Yaani tukuache tu. Uenjoy, urelax tu. Sawa kabisa. Ni vizuri sana. Ni vizuri. Lakini sio huko. Haya, hebu kwa tumwangalie Yesu ambaye hakutukana watu. Kitabu cha Luka 13:31 nasema, saa ile Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Yesu akawaambia, nendeni mkamwambie yule mbweha. Haya, ametukana, acha tukana. Nendeni kamwambie yule mbweha, tazama leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, siku ya tatu nakamilika. Yesu anaponya. Yesu watukani watu, ni mpole na mnyenyekevu. Haya, Yesu ambaye ndiye mpole, ambaye hatukani watu, yani mpole sana. Nendeni mkamwambia yule mbweha. Ni kweli Yesu hakutukana mtu yeyote. Ni kweli Yesu hakutukana watu. Lakini kwa tafsiri yenu nyinyi mlionayo, mimi nikikuita malaya nimekutukana. Ni hivi, tofautisheni kati ya kutukana mtu na kumwambia mtu ukweli. Yesu hapa hajamtukana Herode. Hapana. Yesu hapa hakumtukana Herode. Hapana. Anaona nyie mnashindwa kutofautisha kati ya kutukana na kumwambia mtu ukweli wa kile akifanyacho. Mkumbukeni Herode alikuwa ni mbaya sana. Sasa ni hivi, nini maana kutukana? Mfano ni kuita malaya na wewe sio malaya, nimekutukana. Huko ni kutukana. Yaani ni kuita malaya na wewe sio malaya, nimekutukana. Lakini nikikuita malaya
Nikikuita malaya na wewe ni malaya, sijakutukana mtu wa Mungu. Nakwambia na kuita jina ya dhambi yako. Na nakwambia ukweli ufanyao. Huko sio kutukana. Yesu akamuita Herode kuwa ni mpweya. Matendo ya Herode yalikuwa ni machafu, ndio maana akamfananisha na mpweya. Alimuita mpweya. Mpweya anayeharibu vitu. Kumbuka wimbo leo unasema kwamba tukamatia hao mpweya wadogo hao waharibuyo mizabibu ambayo inaweza kuchanua. Kumbuka Herode akaitwa kuwa ni mpweya, ni mharibifu, anaharibu vya watu. Hakutukanwa, aliambiwa ukweli, aliitwa jina ambalo linamfaa. Ndio Yesu hakutukana. Ni kweli hakutukana kabisa. Lakini mnatukana, hatutukani watu. Yaani ukiitwa malaya na wewe ni malaya, unaambia ukweli, sikutukani. Ukiitwa mlevi na wewe ni mlevi, sije kutukana na kuita jina ya dhambi yako mtu wa Mungu. Haya, ametukana tatukana. Alikuwa na hekima, ana hekima. Lazima mnyooke. Ukiwa ni malaya, nitakuita tu ni malaya. Ukiwa ni mlevi, ukiwa ni mzinzi, ni mzinzi tu. Yaani watu wenyewe mnamsikia taibu. Yaani kwenye Ukristo mnakuja mnatupalia masuti, utafikiri ni mtu, kumbe hana akili yoyote. Aise, yaani ukiona lu mtu utafikiri ni mtu kweli, yani kumbe ni pumbavu, ni malaya, ni nyoka, ni shetani huyo. Hapana, nyoa watu. Yaani fike mahala kazi ya Mungu tuiheshimu, iheshimike. Yesu alikuwa ni mpole. Kutukana. Ninyi mnatukana. Hamna shida. Nani tutaendelea kutukana namna hii? Mpaka dhambi muache, mpaka kieleweke. Yaani hapa nipo hapa na kudili na yeyote afanyaye dhambi yoyote. Eti inbox inafaa. Inbox inafaa. Uliona lini huyo Yesu huyo akawaendea inbox? Eti siku zile kulikuwa kuna simu. Hata hiyo inbox yenyewe ni mtandao. Kwa nini nikimwendea inbox, nikimwendea public sio kosa? Maana hata hiyo inbox yenyewe private ni mtandao. Ninatumia mtandao kwa ajili ya kumwendea. Ni mtandao. Kwa hiyo tumeanza kazi ya Mungu. Kitabu cha Zaburi 101 mstari wake wa 8, mwisho kabisa anasema, asubuhi hata asubuhi nitawaharibu wabaya na kuwatenga mbali na mji wa Bwana. Alimadamu utafanya dhambi yoyote, alimadamu utafanya ujinga wowote, nitashughulika, nitakutenga, nitakuharibu, nitakutenga na mji wa Bwana, usiukaribie hata milele. Je, mnakaa ni watu nyie? Hebu sikia maandiko. Sikia maandiko. Yaani tuna watu, tuna walokole waovyo. Yaani ukisikia walokole, ni waovyo kweli. Yaani ni shida. Yaani wetu ulokole. Yaani mimi nawaambia kwamba ulokole sio majina ambao mnajipa. Ulokole sio utumishi. Utumishi sio ulokole. Utumishi sio ulokole. Maana hata mzinzi ni mtumishi. Shida kweli. Huu ni mtihani. Matatizo kweli. Yaani ni matatizo haya. Matatizo kabisa. Hizi ni shida hizi. Na wasomea maandiko. Yaani nitasoma. Yaani hapa bado nipo. Nitawahubiria hivi hadi mtaelewa. Yaani hadi mje mgeuke, mwache upumbavu, mwache zinaa, mwache dhambi, mwache uasharati, mwache umalaya watumishi. Yeremia 26:1 anasema, mwanzo kumiliki kwake mkuu wake Yoakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Neno hili lilitoka kwa Bwana kusema, Bwana asema hivi, simama katika uwanja wa nyumba ya Bwana, useme na miji yote ya Yuda wajao ili kuabudu katika nyumba ya Bwana. Sema nao maneno haya yote ni kuamuruyo, kuambia usizuie neno hata moja, labda atasikia na kugairi na kuacha kila mtu njia yake mbaya. Watu wa Mungu nyie, yaani ifike mahala
kabla ya kuingia ibadani lazima sauti ipazwe, tupaze sauti kwamba ikiwa unajua kwamba wewe ni mdhambi, usiingie humu kama hujatubu dhambi zako. Lazima utubu, ungame dhambi, ndipo utaingia. Maana mpaka leo hii kuna wajinga fulani ambao wanaingia ibadani madhabahuni aliyakuwa ni wazinzi. Yaani wanahubiri kabisa madhabahuni, na huku jana walifanya uzinzi, walifanya uasharati, lakini bado wanakwenda madhabahuni. Shima kazi ya Mungu. Ule ulokole wa kwanza, ule ulokole wa zamani hizi hauna heshima, yani hauna heshima. Aise, yani wazinzi ndio ambao wanatuhudumia kanisani eti. Mashetani ndio ambao, yani mambwa ndio ambao wanatuhudumia kanisani. Yani wanavaa vazi la kondoo lakini kumbe ni mbwa mwitu. Na ni wengi sana mbwa mwitu. Hao mbwa mwitu ni wengi sana. Tunao wengi. Yani mbwa mwitu, ni mbwa hiyo. Tunao wengi sana. Mimbwa na tunao wengi sana. Watu wa mimba tunao wengi sana makanisani. Wengi sana. Wazinzi, washarati. Sijamaandikwa Mathayo 23. Nikianzia ngapi hapa? Ole hapa ole ni nyingi. Ni Mafarisayo kwa nianze 23 nasema bizari. Wale wao ni waandishi wa Mafarisayo kwa mnafananisha nani yake imejaa. Nianze 23 nasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za namna za bizari na njira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Viongozi vipofu wenye kuchuja mbao na kumeza ngamia. Sasa tuingia hapa sasa. 25 nasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Yaani shida, matatizo haya. Yameandikwa wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chanu na sabuni, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ni shida, yani hao lokole hao, yani eti mimi ni mlokole, nampenda Bwana, namcha Bwana, mimi nimeokoka, nampenda Yesu Kristo, navaa kanzu nzuri. Yani ukimwangalia, yani kwa mje anafanana na hivi. Yani kwa mje anafanana na hiki keyboard hapa. Yani kwa mje anafanana na keyboard hii. Mweupe sana, akivaa kanzu mweupe. Lakini ndani amefanana na hiki. Yani ndani kwa mje ni huyu. Kwa mje ni huyu kwa mje. Lakini ndani anafanana hiki. Mweusi, yani ana roho mbaya. Yani ni malaya, ni mzinzi, ni shetani kabisa. Yani hana huruma na wengine, na imeandikwa iweni na huruma kama Baba alivyo na huruma. Lakini yeye kwa mje ni mzuri sana. Yani anaonekana handsome boy, anaonekana beautiful lady, anaonekana mzuri sana, yani anavutia macho ya wanaume. Lakini ndani ya moyo ni huyu hapa, ni huyu. Yani ndio rangi yake ndani. Lakini kumbukeni, ndani ya moyo kunatoka tamaa za namna zote, ikiwemo uzinzi, uasharati, uuaji na vingine vyote ndani ya moyo. Na wengi wenu kwa nje tunawaona hivi tu, ni wazuri, mnaongea kwa hekima, mnapendeza, lakini ndani rangi ndio hizi. Hizi ndio rangi hizi za walokole wa siku hizi. Mimi ni mlokole, nampenda Bwana. Safisha kwanza ndani, alafu sema ni kwa ewe Farisayo, kipofu kabisa. Yani ni kipofu kweli kweli, yani kipofu, yani akioni kiendako, akioni wapi kitokapo, kinakwenda tu. Mimi ni mlokole, nampenda Bwana, lakini kizinzi hicho, nampenda Bwana. Wewe mtu wewe, hivi ulokole, mimi naambia kwamba ulokole sio jina. Ulokole umekwenda mbali sana jina.
Ulokole ni maisha, uchamungu ni maisha, na sio jina hilo, sio dini hizo, watu wa Mungu. Msaidie sana kwa kweli. Yaani kama ni hivi, wengi mtapotea nyie. Naoni sikia hapa, ewe Farisayo kibovu, safisha kwanza ndani ya kikombe, usafishe ndani. Yaani usafishe. Hebu subiri kwanza. Hapa ina kikombe hapa. Hapa ina kikombe. Unaona kikombe hiki? Kabla ya kusafisha nje, safisha kwanza ndani ya kikombe hiki. Unaona? Mko clean kabisa, Kwa sababu hamna uchafu wote, kumesafishwa. Ndio maana kuko clean. Wengi wenu unaona huko juu kuko very clean kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kumeoshwa. Kwa hiyo nimeosha ndani na nje, nimeosha tayari. Lakini wengi wenu nyie mnaosha tu nje, lakini ndani mmejaa giza, mmejaa maasi, mmejaa uovu wa namna nyingi, lakini bado ni walokole, bado ni Wakristo, ni wacha Mungu wao. Yaani ndani ya moyo kumejaa mawazo mabaya, uasherati, uzinzi, utoaji mimba na vingine vyote, kumejaa umalaya wa namna yote, lakini eti mimi ni mlokole, mimi ni Mkristo, nampenda Bwana. Hapana, huo ni upagani, huo ni ushetani, ni upumbavu kabisa. Kama huu ndio ulokole, basi ulokole ni upungufu wa akili. Basi ulokole ni ushetani. Ulokole kama huu ndio ulokole, wengi mtapotea njia nyie, mtapotea njia. Maandiko haya, safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Yaani unavaa nguo na kuona uko very clean kabisa. Yaani ni mwanamke mzuri sana. Yaani lakini kumbe ni malaya, kumbe anajirekodi hivi mtandaoni na eti ni muombaji, ni mcha Mungu. Yaani tungejua kwamba ucha Mungu sio jina, ucha Mungu sio dini. Wana dini nyie, mna shida nyingi sana. Anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa. Yamepakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri sana, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Mmefananishwa na makaburi ambayo kwa nje yamepakwa chokaa. Chokaa ni rangi nyeupe. Mepakwa chokaa, ni tukikuona kwa nje makaburi ambayo yamepakwa rangi mfano wa hii rangi nyeupe, kwa nje tunakuwa tunayaona meupe sana, ile makaburi yanapendeza sana. Lakini ukiafunua, ukiangalia ndani, kumejaa mifupa ya wafu. Kuna wafu ambao wamekufa ndani yake, kuna wafu. Na ndivyo walivyo Wakristo. Mmefanana na makaburi ambayo yamepakwa chokaa, ni meupe kwa nje, lakini ndani yake kumejaa mifupa ya wafu na uchafu wote umejaa ndani makaburi hayo. Basi Mlokole, nampenda Bwana, nampenda Bwana, nampenda Bwana. Unampenda Bwana, malaya mpumbavu kabisa. Nampenda Bwana, unavaa suruali utafikiri ni malaya, utafikiri ni mbwa linapandana, utafikiri ni mbwa. Na zini ovyo eti ni walokole. Yaani ukienda huku unavua suruali, huku unavua jipe, pumbavu kabisa. Eti nampenda Bwana. Mashetani kabisa. Yaani yeye ni mbwa kabisa. Yaani yeye ni mbwa nyie, ni mbwa. Pumbavu kabisa. Yeye ni malaya, ni malaya, yaani nyie. Nyie ni nyoka kweli. Yeye ni nyoka, ni mashetani kweli kweli. Hapo tena nampenda Bwana, mimi ni mcha Mungu. Mcha Mungu kipofu, mcha miungu. Pumbavu kabisa. Sikia maandiko haya. Mwaka huu sicheki na yote. Sikia hapa. Vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwaonekana na watu kuwa ni wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Yaani unapomwona mtumishi, mtumishi ananawili mwili, anapendeza sana mtumishi, lakini ndani mmejaa unafiki na maasi yote. Na ndio walokole tulionao leo. Sikia hapa na kusema nipande nishuke chini. Okay. Nishuke hapa chini hapa. 33 unasema, enyi nyoka, wana wa majoka, wana. Nani mimi nawaambia kwamba nyewe watu nyie
mtaonekana wajinga, lakini mtapotea. Mtapotea, yani mnashughulika na mambo ya kimungu, yani mnashughulika na mambo ya kimungu, lakini mimi naomba mtapotea tu, mtapotea nyi watu, nyi mtapotea. Enyi nyoka, wana wa majoka. Kwa nini mnaitwa joka? Mnaitwa joka, manyoka nyie, kwa sababu ya matendo mabaya ambayo mnayafanya. Mnafanana na majoka, mnafanana na nyoka, matendo mabaya. Mtaikimbiaje hukumu ya jana? Kumbukwe, hukumu ya jana haikimbiwi kwa kumtumikia Mungu, na ucha Mungu sio kumtumikia Mungu. Ucha Mungu umekwenda mbali zaidi na kutumikia Bwana. Maana kuna wengine mpaka leo mnamtumikia Mungu lakini sio wacha Mungu, ni wacha miungu, mnamcha shetani nyie. Nampenda Bwana, nampenda Bwana, unampenda Bwana, unampenda Bwana wewe kaaba malaya, unampenda Bwana wewe? Hapana, huko sio kumpenda Bwana, huko sio kumpenda Bwana, ni kupenda huduma ya Bwana huyo. Huko sio kumpenda Bwana bana. Mnakaa mfanya ujinga tu, afu tete tunyamanze, tukae tu kimya, eti usimkemee mtu hadharani, kemea inbox, fuate tu inbox, niamalize ku inbox. Wewe mtu wewe, yani ufanye dhambi hadharani afu mimi nikufuate inbox? Sio mimi, sio kwangu, labda kwa wengine wenye hekima hao. Mimi sina hekima, labda kwa wengine waliona hekima ndio ambao watawafuata inbox, wala sio mimi. Sifuati mtu inbox, hapa tunamalizana. Sikia hapa maandiko haya. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 5:20 anasema etio, nadhani tu huko sio kumcha Bwana, huko sio kuhubiri Injili. Mwende inbox tu kwa heshima na kwa utaratibu, kwa heshima na kwa utaratibu. Mimi nikufuata inbox wakati utaratibu huo wa kuacha wa kutokufanya dhambi au kuufuata, lakini mimi nifuate utaratibu wa kukukemea kama nikufuate inbox au akina Paulo ambao alikemea kina Kefa mbele ya wote, walifuata inbox vile. Nilimkemea Kefa mbele ya wote. Yani nyie mmekuwa wacha Mungu kupita Biblia. Yani nyie mmekuwa kiroho sana kuliko Biblia. Nyie watu wa Mungu nyie. Haya. Sikia hapa Timotheo wa kwanza 5:20 nasema, wale, najua watu wengine wanasupport vitu vya ovyo sana. Ndio maana naambia kwamba Biblia muisome Biblia, ikae kichwani. Sipotoshwe, mnasupport ujinga sio na maana yote. Sikia hapa, wale wadumuo kutenda dhambi wakemee mbele ya wote, wakemee mbele ya wote, sio imbo, wakemee private, wakemee private, kwamba njoni kukemea inbox ili kwamba wengine wasikuoni, nifiche heshima yako. Wale wadumuo kutenda dhambi tutawakemea mbele ya wote. Mbele ya wote ni hapa mtandaoni, na kukemea mtandaoni ili wengine waogope kufanya dhambi hiyo. Heshima ya kazi ya Mungu lazima irejee, lazima irudi. Mpaka leo hii kuna wapagani ambao wamemdharau sana Mungu, Kwa nini? Kwa sababu kuna lokole ambao wanafanya dhambi lakini wanaachwa tu, wakemee mbele ya wote. Wale wadumuo kutenda dhambi wakemee mbele ya wote ili wengine waogope, wawe na adabu, waogope, wamche Bwana, waogope. Eti sijui mwana utaratibu sijui eti utaratibu. Nyie watu nyie. Msikia maandiko haya, msikia maandiko. Wala ndugu lazima mbele wote ili wengine waogope. Ni shida. Hii ni shida, ni msiba. Hii ni shida, ni msiba. Hii ni shida hii. Etio mwana hekima utumishi. Hekima mwana wewe.
atusaidie sana. Tuwe na hekima watumishi, tuwe na hekima ya kuficha dhambi, tuwe na hekima ya kuficha dhambi, wakati Yesu mwenyewe hakuwa na hekima hiyo, lakini sisi tuwe nayo. Methali 28:23 nasema, amkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali, kuliko mtu yule ajipendekezaye kwa ulimi wake. Ndio, una hekima mtumishi, una hekima, umche Bwana. Na ndio wana Ukristo mpaka leo hii unadharauliwa na watu wasiopaswa kudharau Ukristo kwa sababu ya matendo ya walokole wenyewe. Kitabu cha Tito 1:16 anasema kwamba wanakiri kwamba wanamjua Mungu, lakini kwa matendo wanamkana. Ni wenye machukizo hao, wala kwa kila tendo jema hawafai kutajwa. Afadhali leo hii nije nikusitiri, nije nikuhifadhi, nisikukemei. Leo nishie tu hapa. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za shetani ndizo mzipendazo kuzitenda. Alafu eti mimi niwe na hekima kwako, wakati wewe au kumheshimu Bwana au kumheshimu Mungu kama tu kumtenda dhambi. Alafu mimi nije nikuheshimu wewe kahaba, wewe malaya, wewe shetani, wewe mbwa, mimi nikuheshimu. Hata hapa napo natukana watu, wakati Yesu ametana majoka huko, haja tukana watu. Na ndio naambia kwamba nyamu juu maana kutukana na kutukana. Huko mje kuna mbwa, kuna wachawi na kuna wengine wote. Ni Biblia, ni hiki. Sio mimi, ni Biblia. Kwa msema tu eti kwa natukana watu. Ni hiki kitabu. Sio mimi. Mimi si mtukani mtu yote. Ni hiki kitabu. Natumia hiki ili kuwapiga nyie watu wa Mungu nyie. Nyie ndio tao walokole wakati ni makahaba, wakati ni mamalaya, wakati ni mimbwa tu navaa makanzu utafikiri ni walokole, kumbe ni mashetani. Fike mahala mnyooke. Sijali niambia kwamba sina adabu, sina hekima, sijali, anahusu ninyi hao. Hekima dunia hii ni upumbavu, ni ushetani. Unakuwa na hekima ya kipepo eti ni hekima. Yaani watu ni aisee. Yaani eti mna hekima. Haya, mimi nishe tu hapa. Sipendi kuongea sana. Nadhani nimechukua muda mrefu kidogo, basi nishe tu hapa. Neema na amani ziwe nanyi. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yesu mhukumu wake yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Na hii ndio maana ya neno mara